Karibu ndugu mpenzi shabiki katika kipindi chako pendwa kabisa, kipindi ambacho kitakufanya uweze kuona utamu wa dunia. Na kipindi chetu ni kile kile cha masimulizi ya Laurent Wamakweta, ambapo YouTube utapata kwa jina la Pendo the Great. Leo nimekuletea simulizi yako pendwa kuliko zote, simulizi mpya ambayo utaifurahia, ambayo imegusa kila nyanja. Yaani wale wazee wa mapenzi, basi mapenzi humu yapo; wale wasaliti, basi usaliti humu upo; wale wa mambo ya siasa, basi siasa humu zipo; na wale watu wa mambo ya kijamii ambao wanaangalia au wanasikiliza kwa ajili ya kujifunza, basi utafunzwa na utafunzwa tena, na wewe utaenda kuwafunza. Naam, karibu katika simulizi yetu mpya na tamu kuliko zote. Simulizi yetu inaitwa Laurent na Binti Nguva. Wow, karibu tuweze kuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho. Siku ya leo tutaanza sura ya kwanza ambayo inaitwa Nchi Kavu sehemu ya kwanza. Laurent, kijana aliyetokea familia ya kimaskini, anafanikiwa kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam almaarufu kama chuo cha UDSM. Kwa hakika ilikuwa ni furaha kubwa kwa kijana huyu kujiunga na chuo cha UDSM. Chuo hiki kinapatikana bara la Afrika upande wa mashariki, katika nchi ambayo inanyesha mvua ya amani, ina maziwa ya upendo na mito inayotiririsha maji ya ushirikiano. Naam, nchi hiyo ni Tanzania. Ndipo mahala pekee kinapopatikana chuo kikubwa kilicho na watu tofauti tofauti kutoka nchi mbalimbali za duniani. Chuo hicho kilikuwa ni ndoto katika usingizi wa vijana wote wa Tanzania, na kila mwanafunzi aliyesoma sekondari na advance basi alitamani kuimalizia safari ya masomo yake katika chuo kizuri na cha kustajabisha. Na kati ya vivutio vingi vya watalii vilivyopo katika nchi hii takatifu ya Tanzania iliyojaa mikate na asali, basi hutamaliza kuvitaja bila kukihusisha chuo hicho cha Dar es Salaam. Kwa hakika chuo hicho sijaona kifani chake hata katika nchi za ughaibuni. Laurent alijihisi ni mwenye bahati sana kwa kufanikiwa kujiunga na chuo cha UDSM. Licha ya ukapuku aliokuwa nao, alijichanga kadiri awezavyo ili kupata vitu vyote anavyotakiwa mwanachuo kuwa navyo, licha ya kuwa vitu vyake vilikuwa ni vya bei rahisi. Ninaweza kusema kuwa Laurent alikuwa ni kijana mwenye bahati sana, kwa kuwa chuo hicho alipangwa na mrembwende wake ambaye alisoma naye toka chekechea, na Mungu alivyo ajabu, shule ya msingi wakapangiwa moja kule kijijini, na sekondari pia walisoma moja, advance moja, na sasa wapo katika jiji la Dar es Salaam, jiji lenye utamu kwa waliotimamu. Penzi lao siku za awali lilikuwa la moto sana, ambapo Laurent akaamua kumpatia laptop na simu kubwa aliyokuwa nayo mpenzi wake. Halafu yeye Laurent aliendelea kutumia simu ndogo, na kila alipotaka kusoma kupitia laptop alienda kwa rafiki yake Molement ambaye alisoma naye advance. Baada ya kufika huwazima na mwishoni anamrudishia. Hayo ndiyo yalikuwa maisha ya Laurent, na rafiki yake alipenda kumtania kuwa, Laurent, mapenzi atakuua, siku shemeji yangu Sara akiutaka moyo wako utakufa wewe. Laurent mara nyingi alicheka na kumwambia rafiki yake kuwa ndege wafananao huruka pamoja, na kila shetani na kibuyu chake. Basi yeye Laurent kibuyu chake ni Sara. Laurent alikuwa ametokea kanda ya kati ambapo palikuwa ni pakame sana.
Na kati ya sababu nyingine iliyomfanya Laurent ayafurahie maisha ya Dar ilikuwa ni bahari ya Hindi. Bahari kubwa kweli kweli, ambayo ina fukwe maridhawa na mchanga mujarabu sana. Laurent alipenda kwenda ufukweni hasa nyakati za saa 11 jioni. Alipenda kwenda kule kubarizi, na pia wakati anakula upepo wa bahari alipenda kukaa na kuwaza na kuwazua mambo mbalimbali kuhusu maisha yake na ya masomo. Laurent alikuwa kijana wa pekee kwa mama yake, ndiyo maana kufanya kazi kwa juhudi ilikuwa jadi yake. Sara alikuwa ni msichana wa kawaida, ila alikuwa ana umbile zuri ambalo lilimchanganya sana Laurent, hadi akawa hasikii wala haoni. Sara alikuwa free kwenda pamoja na Lau kula upepo wa bahari huko ufukweni paitwapo Mbezi Beach. Laurent na Sara na Laurent, penzi lilikuwa mubashara, yaani mambo waziwazi. Laurent alikuwa maskini, lakini aliweza kumtunza Sara licha yeye mwenyewe Laurent kushindwa kujitunza. Kila alipopatia wanachuo fedha ya kujikimu ambayo ilikuwa ni 600 kila baada ya miezi miwili, Laurent alikuwa anampa Sara 400, licha kuwa Sara naye alikuwa kia fedha hiyo. Kisha Laurent 100 anaituma nyumbani kwa mama yake, naye anabakiwa na 100, kitu ambacho kilimfanya Laurent aishi maisha ya kuombaomba. Furaha ya Laurent ilikuwa ni tabasamu la Sara. Yaani Sara akitabasamu basi Laurent alikuwa anaridhika sana. Sio kawaida kwa vijana wa kileo kuishi katika mahusiano kwa muda mrefu pasi na kushiriki tendo la ndoa, lakini kwa kijana huyu ilikuwa ni rahisi sana kama kulisukuma gari kwenye mteremko. Laurent alimpenda sana Sara na hakutaka kumshushia hadhi Sara yake, kwani aliamini kuwa kushiriki tendo la ndoa bila kufunga ndoa ilikuwa ni kumshushia hadhi mwanamke. Hivyo Laurent kila alipomwangalia Sara alimuomba Mungu amlinde mrembo wake na wafikie katika ndoa. Kuishi kwao kwa muda mrefu kuliwafanya kufanana kwa baadhi ya vitu, kama wote walipenda kucheza mpira, wote wanaimba, ila utofauti ulikuwa ni kidogo tu, ambao ni Sara alipoingia mjini alipenda sana kuogelea, ambapo alijifunza na kujiunga na timu ya pale chuoni iliyoitwa Swimming Stars. Katika timu hiyo kulikuwa na makocha wazuri, na kutokana na uelewa wa haraka aliokuwa nao Sara, basi hakuchukua muda mrefu akawa muogeleaji maridadi. Laurent alipenda sana ule mchezo kwa kuwa Sara alikuwa anaupenda. Basi Laurent mara nyingi alihudhuria kwenye swimming waliokuwa wanafanya mazoezi akina Sara, na Laurent hakuwa tu mchumba wa Sara bali pia alikuwa ni shabiki mkubwa sana wa Sara. Nyota ya Sara ilizidi kujitanabaisha, ikachomoka katika wingu zito. Sara akaanza kuwa maarufu kwenye uogeleaji, yumo mpira wa wavu, yumo na kwenye mziki yumo. Sara alipokelewa kwa mikono miwili na mashabiki wa jinsia zote, yaani wa kike kwa wa kiume. Laurent alihisi ni mwenye bahati sana ya kuwa na msichana kama Sara. Kutokana na kumpenda sana Sara, Laurent aliacha kwenda ufukweni kwa kuwa Sara muda mwingi alikuwa anamuhitaji akiwa mazoezini. Hapo ndipo Laurent akapata fimbo ya kumchapia rafiki yake Morement aliyekuwa anamcheka kipindi Laurent anaunga bumu.
Raymond hakuwa na la kusema zaidi ya kusema kuwa Sarah apewe maua yake. Kumbe hakuna msichana wa kawaida duniani. Pesa tu ndo inaamua msichana awe wa kawaida au awe ni mrembo anayewaka kama jua. Sarah wa Laurent akawa mrembo licha ya kuwa aliingiza kipato cha kawaida kupitia kazi zake, lakini Sarah alijipata. Chuo cha UDSM kilizizima kwa ujio wa superstar Sarah. Sarah aliaminiwa sana na timu yake hadi timu hiyo itwayo Swimming Star ikachaguliwa kukiwakilisha chuo cha UDSM katika shindano la kuwania kikombe cha dhahabu ambacho kilikuwa kimeandaliwa na waziri mkuu ambaye pia alikuwa ni mbunge. Waziri huyo alikuwa na mtoto katika chuo cha UDSM. Kwa bahati mtoto huyo alikuwa ni rais wa chuo cha UDSM. Ama kweli mtoto wa nyoka ni nyoka. Baba waziri mkuu, mama balozi wa Tanzania Uingereza, mtoto ni rais wa chuo cha UDSM. Waziri huyo aliandaa shindano la kuogelea na shindano hilo lilikuwa kati ya vyuo vikuu viwili, yaani chuo cha UDOM pamoja na chuo cha UDSM. Kila chuo kitatoa timu mbili, yaani ya wasichana moja na ya wavulana moja. Na katika hizo timu washiriki au mtu atakayekuwa wa kwanza katika timu ya wavulana na atakayekuwa wa kwanza katika timu ya wasichana watabahatika kula chakula cha jioni na waziri huyo. Mtoto wa waziri huyo aliitwa Vedastus. Mtoto huyo alikuwa na pesa kama takataka. Alibadili magari siku baada ya siku. Alikuwa anaimba, pia mchezaji wa mpira, na zaidi ya yote alikuwa ni mwogeleaji wa hatari sana. Vedastus alibarikiwa kila kitu, yaani kila aina ya kipaji alichokuwa nacho alikitumia kwa ufanisi. Hivyo alikuwa ni mtu wa muhimu sana, na zaidi ya yote alikuwa rais wa chuo. Alikuwa na muonekano mzuri ambapo alifanya wadada wajigonge kila alipomuona. Ukiachana na kipaji, muonekano, baba yake alikuwa na pesa za kutosha. Mbali na uwaziri pamoja na ubunge alionao, mzee huyo alikuwa na kiwanda kikubwa sana cha kusindikia samaki ambacho kilikuwa kinasafirisha samaki waliosindikwa hadi kule nchi za Ughaibuni. Hali hii ilimfanya Vedastus kuwa na dharau, kejeli na majivuno, na alikuwa anaamini kuwa chochote atakachokitaka hapa duniani basi lazima atakipata, na zaidi ya yote Vedastus alikuwa anaamini yeye ni mshindi daima. Kamwe hatakuja kutokea mtu aliye mbele yake kivyovyote vile. Kama ilivyo ada, tarehe ya mashindano ikapangwa kwamba mchezo huo utafanyika tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka huu. Hivyo timu zilipewa muda wa kujiandaa wa kutosha na kulisubiri pambano hilo ambalo lingefanyika jijini Dar es Salaam katika swimming yenye mvuto wa kuvutia watazamaji. Basi Sarah na timu yake, mazoezi ya kufa na kupona yalianza. Wakati huu Laurent alikuwa pembeni, ili Sarah akitaka maji lau mwenyewe anampa. Kiufupi, Laurent alimpenda sana Sarah. Mazoezi yaliendelea huku siku ikiwa nasubiriwa kwa hamu kubwa sana. Je, katika shindano hilo ni nani atakayeshinda? Je, Sarah Laurent atashinda? Je, kama atashinda itakuwaje? Au kama akishinda itakuwaje? Atajisikiaje? Bwana, usikose kuendelea kuifuatilia simulizi hii ambayo inazidi kunoga kadri inavyozidi kwenda mbele. Msimuliaji wako ni mimi Laurent wa Makweta. YouTube utanipata kwa jina la Pendo the Great, pia TikTok utanipata kwa jina la Pendo the Great. Karibu sana uendelee kufuatilia simulizi hii yenye kisa kitamu sana cha mapenzi.
usikubali kukosa, usipange kukosa kuisikiliza simulizi yetu hii pendwa sana. Naomba usisahau comment, subscribe, kushare na kulike video hii. Pia bonyeze alama ya kengele ili kila vipande vipya vitakavyokuwa vinatoka uwe mtu wa kwanza kuvipata.